Jahazi TV. Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar amesema ni jambo la furaha kuona benki ya NMB inaendelea na utaratibu wake wa kuwakutanisha pamoja wateja wake, wadau na watoto yatima kwa lengo la kupata iftari ya pamoja, jambo linaloleta furaha miongoni mwao. Amesema hayo mara baada ya iftari iliyoandaliwa na benki ya NMB katika ukumbi wa hoteli ya Golden Tulip, uwanja wa ndege wa Zanzibar. Amesema hatua ya benki ya NMB kuftari pamoja na wateja wake na watoto yatima inadhihirisha kuwa benki hiyo si tu taasisi ya kifedha bali ni mdau muhimu katika ustawi wa jamii na maendeleo kwa ujumla. Alhaji Ahmed amefahamisha kuwa benki ya NMB imekuwa mdau wa maendeleo nchini kwa kuchangia katika ujenzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo, lakini pia kushirikiana na wananchi katika shughuli za kijamii. Hivyo Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kutoa kila aina ya mshirikiano ili benki hiyo na nyinginezo ziweze kufanya kazi bila usumbufu wa aina yoyote. Hata hivyo, amesema waumini wa dini ya Kiislamu na wananchi kwa ujumla kuendeleza upendo, ukarimu, kusaidiana na kufanya kazi kwa mafundisho yanayotokana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuendeleza hata baada ya kumalizika kwa mwezi huu ili kuweza kupata mafanikio mema ya hapa duniani na kesho akhera. Sambamba na hayo, Alhaji Ahmed amesema mwezi wa Ramadhani ni chuo chenye kuzitakasa nyoyo kiimani na kujifunza nidhamu, matendo ya kheri, kuepuka maovu, kukithirisha ibada na kuomba msamaha kwa Allah ili kuweza kupata radhi zake kama ilivyo lengo la kufunga. Aidha, amesisitiza swala zima la kudumisha amani, umoja na mshikamano pamoja na kuombea dua viongozi ili waweze kutimiza azma yao ya kuwaletea wananchi maendeleo. Leo hii kama miaka mingine ambapo NMB wanafanya jambo kama hili la kheri, na si tu kwa eneo hili la Zanzibar ama Unguja, naelewa wanayo ratiba ya kufutarisha katika mikoa mbalimbali nchini. Huu ni utaratibu mwema ambao kwa hakika unatukutanisha pamoja katika kipindi hichi muhimu, lakini katika wakati huu wa kuona ile huruma kwa vijana wetu, lakini kwa wateja wetu na kwa wananchi wote wa Zanzibar na wa Tanzania kwa ujumla. Niwahakikishie Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inayoongozwa na Daktari Hussein Mwinyi itaendelea kutoa kila aina ya ushirikiano ili benki yetu hii na benki nyingine ziweze kufanya majukumu yao vizuri ndani ya Zanzibar na ndani ya Tanzania. Na naomba nikiri kwamba kazi kubwa ambayo imefanywa na benki yetu hii ya NMB kushiriki katika mambo mbalimbali ya kheri, lakini kushiriki katika mchango mkubwa sana wa ujenzi wa uchumi wa taifa letu. NMB imekuwa karibu na serikali, lakini imekuwa karibu na wananchi, kama ile slogan yao ambayo imeandikwa NMB karibu yako. Tumeshirikiana nao katika ujenzi wa miradi mbalimbali. Wametusaidia na wametupa maarifa mengi katika kuhakikisha uchumi wa nchi yetu unaendelea kuimarika. Nitumie nafasi hii kuwashukuru kwa dhati kabisa kwa kazi kubwa na nzuri ambayo wanaendelea kuifanya ndani ya Zanzibar. Nasi tutaendelea kuwapa mashirikiano na kuhakikisha kwamba wanaendelea kutimiza majukumu yao ipasavyo. Kubwa zaidi kwa mustakabali wa leo, kutofutarisha. Jambo hili ni jambo kubwa. Limetajwa hili katika hadithi ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasema furaha ya kufunga inakuwa ni mambo mawili: pale unapofutari, lakini na pale unapokwenda kwa Mola wako. Kwa hiyo sisi tumezipata zote mbili, na anayemfutarisha mwenzake basi atapata thawabu kama za yule ambaye amefunga, na yeye hatopungukiwa popote. Kwa hiyo hili ni jambo jema kwa ndugu zetu wa NMB. Tunamuomba Mwenyezi Mungu awabariki kuliendeleza hili, lakini tunaomba sana wateja wa NMB tuendelee kufanya kazi karibu nao ili kuhakikisha tunaendelea kupata huduma bora na za kisasa ndani ya nchi yetu. Niwashukuru ndugu zetu wa NMB kwa kuendelea
kuwa karibu sana na kuwasaidia watoto wenye mahitaji maalum, na hasa wale watoto ambao ni mayatima na wenye uhitaji mwingine. Jambo hili ni jema sana. Kila mwaka nimekuwa shahidi kuona mambo haya yanaendelea vizuri. Tukiyasimamia kwa pamoja, naamini tutaweza kuimarisha ustawi wa vijana wetu na kuhakikisha kwamba tunaishi kwa amani na utulivu, na kila mmoja anaweza kusaidia kwa kadiri atakavyojaliwa. Maisha bora pahala popote duniani ni maisha yenye amani ndani yake. Nitumie nafasi hii kuwaomba sana wananchi wa Zanzibar na wa Tanzania kwa ujumla kuendelea kudumisha amani ambayo itasababisha kufanya mambo makubwa ya maendeleo ndani ya nchi yetu. Nitumie nafasi hii kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi kwa kuendelea kuzijenga nchi yetu hii kwa mafanikio makubwa. Taifa letu limekuwa ni taifa lenye amani, na kamwe tutaendelea kuidumisha amani na hatutasita kuchukua hatua kwa yoyote ambaye atajitokeza viashiria vya uvunjifu wa amani. Aidha, amesema benki NMB itahakikisha inafikia jamii katika nyanja mbalimbali za kimaendeleo, ikiwemo kutoa msaada hasa katika kipindi hiki cha Ramadhani ili kutoa nafuu katika kuitekeleza vyema ibada ya funga. Benki ya NMB imedhamiria kuyafikia makundi mbalimbali yenye mahitaji maalum Tanzania, ambapo kwa kipindi hiki cha Ramadhani wanatarajia kuwafikia watoto yatima zaidi ya 50 kutoka katika vituo mbalimbali vya kulelea watoto yatima. Katika iftari hiyo, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar aliwakabidhi zawadi zilizoandaliwa na benki NMB kwa watoto yatima kutoka katika vituo vya kulelea watoto. Katika iftari hiyo, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar amekabidhi zawadi zilizoandaliwa na benki NMB kwa watoto yatima kutoka katika vituo vya kuwalelea watoto, kituo cha Assalam na Kidundo Orphanage Center, kwa lengo la kuonyesha upendo na kuwajengea furaha watoto hao. Mimi ni Zaituni Juma, hii ni Jahazi TV. Jahazi TV.